Karibu kwa matangazo yetu maalum ya uchunguzi. Leo tunakuweka ndani kwa kina kisa kinachoendelea ambacho kimetikisa taasisi ya kisiasa ya Kenya, mauaji ya mbunge wa Kasipul Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were. Kesi iliyo na alama za kukamatwa kwa hali ya juu, ufichuzi wa kutisha na mtandao unaoenea wa uhalifu. Tunakuletea matukio ya hivi punde huku wapelelezi wakiwa karibu kuwakamata wale wanaoaminika kupanga mauaji hayo, kutoka kwa watendaji wa ngazi ya mtaani hadi watu mashuhuri wa ndani. Ripoti mpya zaidi katika kesi hiyo ni kwamba mshukiwa mwingine wa mauaji hayo ya ukatili aliweza kukamatwa masaa yaliyopita maeneo ya Kibera Darajani. Kabla nikueleze zaidi, tafadhali bonyeza alama ya like na kisha ubonyeze neno subscribe. Itakuwa umetusaidia kwa sana. Aprili 30 mwaka 2025, msongamano wa magari katika barabara ya Ngong ya Nairobi. Magari yalipopungua katika mzunguko wa hifadhi ya maiti ya City, machafuko yalizuka. Mbunge wa Kasipul Charles Were akisafiri kwa gari lake aliviziwa katika ajali iliyokadiriwa. Mtu mwenye bunduki aliruka pikipiki, akafyatua risasi nyingi pasipotupo na kutoroka. Yalikuwa mauaji ya haraka na ya kikatili, yakiacha nchi katika mshtuko. Polisi walitaja kuwa ni shambulio la kukusudia. Kilichofuata kilikuwa mojawapo ya uchunguzi mgumu zaidi katika historia ya hivi majuzi ya kisiasa. Wiki mbili baadaye, maafisa wa upelelezi kutoka DCI walimvamia mshukiwa katika eneo la Kibera Darajani. Jina lake ni Amos Barasa Kasili. Wadadisi wanasema Barasa hakuwa mwendesha bodaboda wa kawaida, akifafanuliwa kama mhalifu wa kawaida. Kutekwa kwake kulifuatia uchambuzi wa mahakama uliomhusisha moja kwa moja na eneo la uhalifu. Pikipiki aliyokuwa akiendesha, Bajaj Boxer yenye namba za usajili KMFZ 413W, ndiyo iliyotumika katika harakati za kuua. Picha za CCTV ziliiweka nyuma ya gari la mbunge huyo karibu na mbunge muda mfupi kabla ya mauaji hayo. Alipokamatwa, Barasa alipatikana akiwa na pikipiki hiyo na inasemekana alikiri kulipwa 50,000 kumsafirisha mpiga risasi huyo. Mamlaka zinasema Barasa si mgeni katika uhalifu. Hapo awali, alikuwa ametumika kwa muda katika gereza la eneo la Viwanda na kudumisha uhusiano na wahalifu wagumu. Hapo awali, alikuwa ametumikia kwa muda katika gereza la eneo la Viwanda na kudumisha uhusiano na wahalifu wagumu. Ujasusi ulifichua kwamba ilikuwa nyuma ya jela ambapo alianzisha uhusiano na baadhi ya wahusika wakuu katika njama hii. Nikirejelea akaunti ya DCI Kenya, waliweza kuchapisha hivi: Another suspect linked to the fatal shooting of Honorable Charles Were arrested. In an intelligence-led operation, detectives have apprehended Amos Barasa Kasili at Kibera Darajani area, linking him to the tragic shooting of the late Kasipul MP Honorable Charles Ong'ondo Were, which occurred on April 30th, 2025. This arrest follows a thorough investigation that forensically connected Barasa to the main suspect and placed him at the crime scene on the fateful day. It was revealed that Barasa served as the rider of the motorcycle with registration number KMFZ 413W, a Bajaj Boxer, which the assailants used to trail the MP's vehicle and later a getaway bike after the attack. Upon his arrest, Barasa was found in possession of the motorcycle in question. Jukumu lake katika mauaji hayo linamtia alama kama mtu muhimu katika kile ambacho polisi sasa wanakielezea kama operesheni ya uhalifu iliyopangwa na inayofadhiliwa vyema. Wakati huo huo, jina lingine limeibuka kiini cha njama hii. Abel Ochieng, anayejulikana pia kama Dave Kalo, mkurugenzi wa mamlaka ya ustawishaji wa bonde la Ziwa. Ochieng alikamatwa pakubwa na kufikishwa katika mahakama ya sheria ya JKIA, hatua isiyo ya kawaida iliyoibua hisia. Anashutumiwa kwa kuchukua jukumu kuu katika kuandaa mikutano ya kupanga kwa kibao hicho. Kwa pamoja na Edwin Oduor anayeaminika kuwa amefungwa kwa silaha ya mauaji, Ochieng sasa ni mmoja wa washukiwa wakuu katika kizuizi cha polisi. Mahakama imeamuru wazuiliwe kwa siku 23 huku uchunguzi ukiendelea. Changamoto ya kufikishwa mahakamani kwao pia inaendelea, huku upande wa utetezi wa Ochieng ukipinga ukiukwaji wa taratibu.
Lakini serikali imesimama kidete, ikitaja masuala ya usalama wa taifa na hali nyeti ya kesi hiyo. Wakati watendaji kazini wanakamatwa, swali kubwa zaidi linaibuka: ni nani anayefadhili na kuamuru mauaji haya? Vyanzo vilivyo karibu na uchunguzi vinadokeza watu mashuhuri, labda ndani ya duru za kisiasa. Operesheni hiyo ilikuwa safi, iliyohesabiwa na kuratibiwa, ikipelekeza mtu aliye na rasilimali nyingi na nia. Wapelelezi wamepanua wavu wakiwahoji maafisa wa polisi, washirika wa mbunge huyo aliyeuawa na watu waliohusishwa hapo awali na mizozo ya kisiasa. Ufunguo wa kuvuja kesi imekuwa uchunguzi wa kidijitali. Wachunguzi wameegemea ufuatiliaji wa vifaa vya mkononi, video za CCTV na data iliyopatikana kutoka kwa vifaa vya mawasiliano. Pikipiki iliyorejeshwa ililinganishwa na picha kutoka kwa vituo vingi vya uchunguzi wa jiji. Simu zilizokamatwa wakati wa kukamatwa zilifichua mipango ya kina, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa mienendo ya mbunge huyo siku chache kabla ya kupigwa. Data za simu za Barasa zilithibitisha kuwepo kwake katika maeneo yote muhimu yanayohusiana na uhalifu, kutoka kwa hisa karibu na mbunge hadi kwenye shambulio la mauaji karibu na hifadhi ya maiti ya City. Pataki za kisheria zinazuka. Timu ya utetezi ya Ochieng imewasilisha ombi la kumzuia hakimu mkuu Irene Gishobi, ikimtuhumu kwa upendeleo. Tangu wakati huo, mahakama imeagiza ODPP kuwasilisha majibu yake ndani ya siku 7, huku kikao kijacho kikipangwa Mei 28. Upande wa mashtaka unasalia na imani katika kesi yake, ukisema ushahidi dhidi ya washukiwa hauna nguvu. Nje ya chumba cha mahakama, Wakenya wanatazama kwa makini wakitaka haki itendeke, sio tu kwa mheshimiwa Charles Were, lakini kwa utawala wa sheria yenyewe. Mauaji hayo yamepelekea misukosuko katika vyombo vya usalama vya taifa. Wabunge wametaka ulinzi mkali zaidi wa maafisa wa umma, huku vitengo vya kijasusi viking'ang'ania kubaini ikiwa mauaji haya ni sehemu ya mpango mpana zaidi. Mahakama ya sheria ya JKIA, ambayo kwa kawaida huwa imetengwa kwa ajili ya ugaidi na uhalifu wa kimataifa, sasa inashughulikia kesi nyeti zaidi ya mauaji ya kisiasa nchini humo kwa miaka mingi. Huku washukiwa wakibaki korokoroni, msako mkali unaendelea. Mamlaka zinasema kukamatwa zaidi kunatarajiwa, ikiwa ni pamoja na watu wa ndani ambao walisaliti imani ya mbunge. Kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai imeapa kutopumzika hadi mtandao kamili wa mauaji hayo utakapovunjwa na kufunguliwa mashtaka. Nchi bado inaomboleza, lakini pia inangoja kwa uharaka unaoongezeka. Kuuawa kwa Charles Were haikuwa tu shambulio kwa mbunge, ilikuwa shambulio dhidi ya demokrasia. Asante mwenzangu studioni. Mtazamaji, tukitamatisha ripoti ya habari hizi na kukumbusha kubonyeza alama ya like na ubonyeze neno ambalo limeandikwa subscribe, kisha ubonyeze kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika ripoti ya habari zetu mpya ambazo zinachipuka.